بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، leo tutazama katika surati Rahman baadhi ya aya. Tutaanza katika aya 31 yenye kusema: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Natosha hizi aya tutazipitia mbio makusudio yake. Aya 31, sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan. Na maana maneno haya, sura hii nzima, surati Rahman, inatuelezea neema za Mwenyezi Mungu ambazo wale wanaopinga na kukanusha wanaambiwa katika neema gani za Mola wenu mnazikataa, mnazikadhibisha, mnazikanusha. Na hiyo ndio kusudiwa maana fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, ambalo kauli hii imeripiti mara 30. Na hapa tukizama maana sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan, Allah anasema sanafrughu lakum, tutaacha kila kitu kwa ajili ya kukuhisabuni nyinyi. Sanafrugh lakum, kwa ajili yenu tutakaa siku hiyo tukuhisabuni. Ayyuha ath-thaqalan, enyi ath-thaqalan, makundi mawili nayo ni jini wal ins, na thaqalan ikaelezewa baadaye ya ma'ashara al-jinni wal ins. Kwa hivyo fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, kila kilipiti aya kama hii ni ipi katika neema za Mola wenu rabbukuma, fabi ayi alai rabbikuma, Mola wenu mlezi, ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ayi ala, katika neema zake mnazikanusha. Halafu akasema ya ma'ashara al-jinni wal ins. Ya ma'ashara al-jinni wal ins, nakusudia ya ma'ashara, enyi, kwa wingi watu wanaitwa hapa, enyi majini na mainsi. Na kutajwa jini kabla insi kwa sababu wao wameumbwa kabla, kwa sababu wao wana uwezo mkubwa zaidi, wanaweza kupaa, ni wepesi zaidi kuliko binadamu. Kwa hivyo wametangulizwa kutajwa jini wal insi. Ya ma'ashara al-jinni wal insi, enyi makundi ya majini na watu binadamu. In istata'tum an tanfudhu, in istata'tum, pindipo mkiweza, ikiwa mtaweza. In ni kitu istihala, hayumkiniki kuwa, kwa sababu inapotumika idha ndio inakuwa kwamba itawezekana, itatokezea sharti, lakini haiwezekani kutokezea. In istata'tum, kama kweli mtaweza. In istata'tum an tanfudhu, mkaweza kupenya, min aqtari samawati wal ardh, kwenye mbingu na ardhi. Aqtar, maeneo yote. Na aqtar hii maana qutr ni maeneo mbalimbali. Qutr inaeleta umbali wa kila eneo pembezoni mote. Qutr inaleta maana ni
kama lugha kisasa katika hisabu tunatumia qutr, bimaana ni diameter katika duara kubwa kutoka ncha moja kupitia kati mpaka ncha pili. Mstari mkubwa kabisa katika duara kuanzia ncha moja mpaka ncha pili, na urefu huu ukipitia katika center katikati ndio inaitwa qutr diameter. Kwa hivyo aqtar diameters mbalimbali za vyombo vilivyokuwepo au viumbe vilivyokuwepo vilivyokuwa katika ulimwengu, katika universe. Na hii moja katika dalili ya kuonesha kwamba hizi heavenly bodies zilizokuwa juu, ajram, masayari, nyota, mwezi, jua, kila kitu, zote hizi zimeumbwa kama ni duara, kama mpira, kwa sababu ina qutr hapa. Aqtar lazima upite kutoka ncha moja mpaka ncha pili. Hilo moja. La pili kwamba aqtari samawati wal ardh, mbingu tunajua Mwenyezi Mungu ameumba mbingu 7. Kama mnaweza kupita kutoka ncha moja mpaka ncha pili, mkapanda mbingu nyingine ncha moja mpaka ncha pili, hebu tizame hii mbingu ya dunia kwanza, kabla ujenda popote, kabla ujenda mbingu ya pili na tatu na nyinginezo. Hii mbingu ya dunia tu unaweza kupita kweli? Tutaelezea baadaye, wacha tumalize aya. In istata'tum an tanfudhu, an-nufudh ni kupenya, min aqtari samawati wal ardh, kwa kupita katika maeneo yote ya mbingu na ardhi. Fanfudhu, jaribuni basi kupita. La tanfudhuna illa bisultan, hamtaweza kupita, hamtaweza kupenya, hamtapenya ila kwa kupewa madaraka, kwa kupewa nguvu. Sultan, sultan imekuja maana chungu zima katika Qur'ani, zaidi ya mara 30 na imetumika neno sultan katika Qur'ani. Sultan imeenesha baina, hoja, kudhihirisha jambo, hoja, kwamba nguvu pia imetumika, kama anavyosema Shetani, وقال الشيطان لما قضي الأمر وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Sijawa na nguvu yoyote pawa juu yenu nyinyi kukulazimisheni, ila nimekuiteni na nyinyi mkanijibu, mkanifuata. Kwa hivyo mmejipoteza wenyewe. Hii sultan moja. Na sultan hoja, kama alivyosema kwamba walivyoabudu afaraitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha. Miungu Lata wal Uzza na Manat walikuwa wakiabudu Makureshi na makabila mengine. Miungu hii wameita ni miungu ya kike, na wao watu wanachukulia wanaume. Alakum adh-dhakar wa lahu al-untha, tilka idhan qismatun dhiza. Mgawanyo mnaofanyia wa dhulma, in hiya illa asma'un, aisha chochote isipokuwa majina tu, samaitumuha antum wa abaukum, meaita nyinyi na wazee wenu. Samaituhum, yani asma'un samaituha antum wa abaukum ma anzala Allah biha min sultan. Mwenyezi Mungu hajateremsha dalili yote, hoja yote iliyokuwa dhahiri kubainisha kwamba hawa kweli watoto wa Mungu. Kwa hivyo nyinyi mmezua tu. Kwa hivyo sultan ni hoja. Sultan wakasema hapa ni ilmu. Hata upotofu uliokuwepo watu wakafasiri hivi sasa kwamba tokea zilizoanza safari za kwenda kwenye mwezi na kwenda kwenye anga, space, kupita juu kuiacha ardhi kabisa chini, wakasema kwamba sasa hivi tunaona tunapenya kwenda katika mbingu. Anasema hapa ya ma'ashara al-jinni wal-ins in istata'tum, yani hamtoweza an tanfudhu min aqtari samawati wal ardh, kuweza kupenya katika sehemu maeneo ya mbingu na ardhi. Fanfudhu, penyeni. La tanfudhuna ila bisultan. Waliotaka kufanya kutia doa katika kitabu hichi na maneno haya, waliokusudia kupinga Qur'ani na kuyakataa haya kwa kufanya
kwa adui dhidi ya dini hii au kutaka kupotosha, bali wao ndio waliopotea wakapotoka, wakasema kwamba unaona, Allah akasema ila bisultan, kwa nguvu. Na sasa tuna nguvu, tuna elimu yetu, tumeweza kuunda vyombo vyetu, tunakwenda, tumetua katika mwezi nje ya ardhi. Kwa hivyo hapa hii ila bisultan tumeshafika, tumeshatua, tumeshaweza, kwamba Mwenyezi Mungu akasema tunaweza kwenda. Kwa hivyo tunaweza kwenda, na siku za mbele tukiweza kufanya vyombo vyenye spidi kubwa zaidi, unaweza kwenda hata mwendo wa spidi ya mwangaza, basi tunaweza kwenda mbali zaidi kuliko hapo. Maneno yasiokuwa na ukweli wowote. Haya mambo ya kwenda katika space na kwenda kwenye Apollo na vyombo vingine spacecraft hivi, zote zimekuja katika 1950s wakati wa mashindano ya nguvu na kutaka haimana, control, supremacy over the earth, jua kutaka nguvu za kuwashinda wenzao Warusi au Marekani. Wakajitahidi kufanya kila njia za kutaka kuonesha kwamba wao wana nguvu, ati kwa jina kwamba wanakwenda katika space, lakini hasa ni kushindana nguvu katika kuweza kucontrol ardhi hii. Ikawa wamekwenda hata huko, kwenda kwenye ardhi ni fabrication, ni kitu ambacho hakina ukweli ndani yake, kama wanavyosema wengi. Hakuna kutoa katika mwezi wala popote, bali ni hila tuliyofanywa. Wakasema Neil Armstrong ameweza kutoa katika mwezi katika mwaka 1969. Haya, kuna watu wengi wanaopinga hata hilo, lakini wamezubwa wengi sana, wakasema kwamba kweli chombo hicho kimetua na vingine vikenda vikatua tena. Na kwa hivyo masala ya kwenda huko juu, ikiwa tutaamini hivyo, kama baadhi ya maulama wanasema kwamba ikiwa tutaamini hivyo, basi tunakwenda kinyume na yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema nini katika Qur'ani? Tukenda kwenye aya ya 24 na 25, nafikiri katika sura Al-An'am labda, Allah anasema hivi: qala bitu ba'dhukum li ba'dhin adu. Anaambiwa Adam, anaambiwa Hawa, anaambiwa na Iblis. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. aya 24. Akasema teremkeni, Allah, mtakuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, na kwenye ardhi itakuwa ndiyo makao yenu na starehe yenu mpaka ufike muda, ila hin. Hivi ndivyo walivyoambiwa katika aya hii: teremkeni, ihbitu ba'dhukum li ba'dhin adu, mtakuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa, na kwenye ardhi itakuwa ndio nini, makao yenu na starehe yenu, ila hin, mpaka muda utakapofika. Qala, akasema tena Allah, aya ya pili inafuatia 25, qala fiha tahyuna, humo ndani ya ardhi mtaishi, wa fiha tamutuna, na humo ndani ya ardhi mtakapokufa. Maneno muhimu hapa, qala fiha tahyuna, humo ya ardhi humo mtakaa mtaishi, wa fiha tamutuna, na humo ndani ndio mtakufa, wa minha, na kutokana na ardhi hiyo, tukhrajun, mtatolewa siku ya kiyama. Iko wapi kuweza kutoka nje ya ardhi? Na ardhi, aya hizi mbili zinakanusha kwamba yeyote katika binadamu, shetani, nani, kwamba wameambiwa bitu, shukeni huko, na kushuka huko manake tena mtakuwa maadui. Walakum fil ardi mustaqarrun, istiqrar, mtakuwa katika ardhi, fil ardi mustaqarrun. Na hii dalili ya kuonyesha kwamba istiqrar katika ardhi, kwamba hamtaweza kutoka. Haya, vipi wanaweza kwenda? Kama wanavyosema walakum fil ardi mustaqarrun, mtakaa huko. Na akasema fiha tahyauna, maisha yenu yote yatakuwa ndani yake ardhi, wa fiha tamutuna, na mtakufa umomo, wa minha tukhrajun,
huko kusema kwenda kwenye mwezi au kwenda kwenye Mars kwamba ndio wameweza kwenda katika yani kwamba wameweza kupenya katika akhtari samawati wa ardhi. La wallahi, huo mwezi uko wapi? Huo mwezi uko wapi mbele ya universe yote? Mwezi uko wapi? Ukisikia kwamba imetoka Apollo au nini imekwenda kwenye mwezi, hata tuseme iftiradha kwamba tuseme imekwenda kweli, imekwenda wapi? Sisi tunasema leo majarat, galaxies zilizoko katika universe, ukubwa wake mwezi uko wapi? Katika kiji solar system chetu. Mwendo wa nini? Hiyo nini? Tunasema kwamba huo mwezi umbali wake kilomita ngapi? 409, 409,000 kilometers. Mwendo ambao light inakwenda kwa less than 2 minutes, dakika sekunde 2 tu. Kwa kila sekunde 300 kilomita mwangaza unakwenda. Kwenye mwezi mwangaza ni wa chini ya sekunde 2. Umbali gani ukilinganisha na majarat bizania na galaxies zilizokuweko? Sisi tunajua wanasema kwamba nini katika hii solar system yetu ambazo zina planets 9 wanaosema na mwezi na kila kitu, na ndo mama jua, the sun ndio mama solar system yetu, ni katika member ya galaxy kubwa Milky Way ambazo wanakadiria kwamba kuna 100 billions mpaka 200 billion of solar systems. Na hizo nyinginezo galaxies nyinginezo zinaweza kuwa na hundreds of billions, ambayo inakaribiwa estimated ya 3 trillion galaxies katika known universe, katika universe inayojulikana, katika ulimwengu unaojulikana na watu kwa elimu zao zilipofikia, na kwa kujaribu tu, sio kwamba ni uhakika. Trillion of galaxies katika part of the known universe, kif unknown of universe, na hii yote katika samaa dunia. Hatutaja mbingu ya pili, ya tatu wala ya nne. Hii katika samaa dunia watakwenda wapi? Kama alivyosema Sheikh Sharawi, ni kama dhahia huko kwenda kwenye mwezi, katika ardhi yetu tu mwezi, huko kwenda kwenye mwezi ukilinganisha na solar system yote au katika galaxy yetu Milky Way, ni kama kwamba mtu katoka mjini kenda za Kingambu tu, kenda ngambu karudi, hajamaliza hata mji moja au katika ardhi yote, halafu tutasema umekwenda nje. Sasa ukitizama kama tulivyosoma katika Qur'ani, aya inasema nini? Inasema هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. امشي فيه. tunakwenda juu ya ardhi, ala al-ardhi, lakini kwa nini tumika fi? Kwa sababu juu ya ardhi bado uko fil ardhi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi si ardhi peke yake. Ukitazama atmosphere inazunguka yote ni part of katika ardhi, bali sehemu yote hii bado uko katika fil ardhi, hujatoka nje ya ardhi. Jua kwamba unakwenda nje ya ardhi, ala unakanyagia kwa juu, lakini uko bado katika fil ardhi. Kwa hivyo aya inasema kwamba ni mustahil kuweza kupenya mpaka kwenda zake juu, ila bisultan, ila kwa nini? Kwa nguvu za Allah mwenyewe, na Allah ameshasema kwamba hawezi insatatu. Kwa hivyo haiwezekani kabisa kuweza kupenya kwenda katika ulimwengu mkubwa na ufalme wote wa mbinguni wa Allah, wa mbingu za Allah alizoziumba. La tanfudhuna ila bisultan. Na bali kugundua kwao na kuweza kuruka katika ndege na kwenda katika space ni dalili ya kuonesha kwamba wao hawawezi kwenda popote zaidi. Ikiwa solar system yetu hawezi kutoka nje ya planet zetu hizi, wataweza kwenda katika ulimwengu mkubwa wa universe? Wamejalia kuweza kufika katika mwezi, ikiwa kweli wamefika, ili waweze kujua kwamba ni mustahili, haiwezekani kabisa kuweza kuexplore the universe, kuweza kuitembelea na kuizunguka
universe abadan, haiwezekani. Na surati al-A'raf tulisoma sio al-An'am, hii aya 24 na 25 ni dalili pia, kama utatazama maana yalikusudiwa hasa, dalili ya kwamba ndani yake tutahuika, tutakuwa hai, ndani yake tutaishi, ndani yake tutakufa, na tutatolewa ndani yake tupelekwe kwa ajili ya hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama wanavyosema, kullama zada ilmuhu kullama alima annahu la ya'lamu shay'a, kila kizidi ilmu yake ndo akajua zaidi kwamba hajui chochote. Ikitishafati hizi za kuenda kutoka nje katika space ni dalili ya kuonesha kwamba wao hawajui chochote wala hawana uwezo wote wa kuweza kupaa na kuitazama mbingu yote, kuizunguka, wala kuweza kupenya na kufika popote pale. As-samawat, kwanza neno samawat ni wingi wa samaa, na samaa kama alivyosema, kullama a'laka fa adallak, kila kilichochukua juu yako ikawa kama ni kivuli kwa kweli, kikakupa kivuli, kimekukinga juu yako. Kwa hivyo hii yote ilikuwa juu, na akasema kwamba tuko juu ya ardhi. Juu ya ardhi yote ni yote mbingu, chochote kilichokuwa juu ya kichwa chako basi ni katika samaa. Nenda popote mpaka utamaliza ulimwengu wote uko samaa, kwenye samaa. Ukiwasha hii ardhi unayokanyaga. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu amesema kauli hii, ayu ardhin yaqillani wa ayu sama'in tudhillani, ayu ardhin yuqillani wa ayu sama'in tudhillani idha qultu fi kitabillahi bima la a'lam. Ardhi gani itakayonibeba na mbingu gani itakayonifunika, ikiwa nikisema katika kitabu cha Allah neno lolote ambalo sina ilmu nalo. Hapa dalili kuonesha kwamba samaa, chochote kilichokuwa juu ya kichwa cha binadamu. Na hapa kama tulivyosema kwamba hawezi kupenya, na Allah anakataa kabisa na kuchallenge kwamba utakapofikia elimu yake binadamu basi hawezi kufika popote. Haya tunasema kwa step kwa mtazamo wa wale ambao waliosema kwamba hii aya inakusudiwa tuko katika maisha yetu ya duniani. Lakini tutazama inshallah sehemu ya pili, mtazamo mwingine wa aya hii. Wallahu a'lam.